Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura ya 2. Atukuzwe Bwana. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu kama alivyoandika mwinjilisti Mathayo mtakatifu sura ya 2. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 2. Tutaanza na mstari ule wa 13. Wote tuseme atukuzwe Bwana. Na hao walipokwisha kwenda zao kama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhibika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawakuwapo. Ndilo neno la Bwana. Asifiwe Kristo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa kumleta Yesu Kristo mwana wako ili atuokoe sisi wanadamu. Tupe moyo wa kutumikia, ondoa chachu yote ya ubaya mioyoni mwetu, ili kutumikie kwa furaha na amani, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba tukaa. Bwana Yesu asifiwe. Heri ya Krismasi. Tupungiane mikono kwa kuashiria amani. Ndugu zangu, leo naomba tutafakari neno hili ambalo wazo kuu ni watoto wasio na hatia. Ukisoma sura hii ya 2 ukianzia ule mstari wa 1, unaona mamajusi kutoka mashariki ya mbali, baada ya kupata ishara ya nyota, wakaja mpaka Bethlehemu, wakaingia kwa mfalme Herode, wakimuuliza habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kama mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika sura ya 2 mamajusi wanamuuliza, katika sura ya 2 ya mstari wa 1, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi
Yesu asifiwe. Unaona mambo mawili Yesu Kristo anapozaliwa yanatokea. Mamajusi wanakuja kumsujudia mfalme wa wafalme. Wanapofika kwa mfalme wa kidunia Herode, wanamwambia na kumuuliza habari za mfalme Yesu Kristo. Badala ya kufurahi, anafadhaika pamoja na Yerusalemu pia. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Herode hakufahamu kwamba Yesu Kristo amekuja kubadilisha maisha ya watu, amekuja kusimama kama mfalme, kama ilivyotabiriwa na nabii Isaya akisema yeye ndiye mfalme wa wafalme, tena ni mfalme wa amani, Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, anayeweza kuleta msaada. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale kinachotokea, Herode anajiridhisha kwa wataalamu kuuliza na kuona nini habari za unabii zinasema juu ya Yesu Kristo. Wakamwambia ni hakika kwamba huyu ni mfalme wa wafalme, amezaliwa ili kuokoa Israeli pamoja na dhambi zao. Sasa tunaona baada ya jambo hili, mamajusi walipopata habari zile na kwenda kwa Herode, na Herode kuuliza habari, akazipata kwamba ni hakika, akawaambia waende na wakipata habari waje wampe habari. Lakini bado malaika akaenda kuwaonya mamajusi wasirudi kwa Herode, kwa sababu Herode hakuwa na nia njema kwa Yesu Kristo. Sema amina. Herode alipoona kwamba amedhihakiwa, mamajusi hawakurudi kwanza, wamepika kwa njia nyingine, akakasirika, akaongeza hasira, halafu akaamua kuwaua watoto wote katika mji ule, kuanzia miaka miwili mpaka pale alipojiridhisha katika mtazamo wake. Ndugu zangu, Yesu Kristo amekuja. Tunakumbuka kuzaliwa kwake. Tunajifunza nini? Tunahitaji kumpokea mioyoni mwetu, atupe furaha, atupe amani, atupe matumaini, tupate kumsujudia, tupate kumwabudu, tupate kumheshimu, tupate kumnyenyekea. Sema amina. Ni mfalme wa amani, lakini Herode kwake ilikuwa ni mfalme wa huzuni, maana alifadhaika, hakusikia amani. Hivyo leo maisha ya Wakristo yapo ambao wanamwabudu katika roho na kweli, wanamwamini na wanamsujudia, lakini bado wapo wenye roho ya Herode, hawataki kumpokea, hawataki kumsikiliza, akabadilisha maisha yao. Tukibadilika kama Wakristo, tutakuwa na Yesu kama mfalme wa amani. Familia zetu zitakuwa na amani, familia zetu zitakuwa na furaha, jamii yetu itakuwa na amani, makanisa yetu yatakuwa na amani, na nchi yetu ya Tanzania itakuwa na furaha na amani. Sema amina. Tujitahidi kumwomba Mungu atusaidie kuangalia ni yapi yanayoweza kumfanya Yesu Kristo wa amani asiendelee kuwepo
Kristo. Tusimame, tulete amani, tusimamie amani. Ndugu zangu, mtu akiwa na pesa anaweza kanunua chochote anachokitaka. Anaweza kubadili shilingi, akaenda akachukua euro, akachukua paundi, akachukua dola. Lakini habari za amani huwezi kuinunua fedha, wala huwezi kuitafuta kwa namna yoyote. Ni kumkubali Yesu Kristo wa amani aliyezaliwa atubadilishe maisha yetu, tuondoe ubaya, ili kama Herode alivyoua watoto, tuendelee kuiondoa roho ile iweze kuondoka, tumtumikie Mungu kwa furaha. Hatimaye kanisa lisimame, familia zetu zisimame, nchi yetu ya Tanzania, Afrika na ulimwengu wote kwa ujumla tuendelee kuwa na amani, na mfalme wa amani aendelee kutawala katika maisha yetu. Sema amina. Tushirikiane, tusibaguane, tuhudumiane kama wanafamilia wa Kristo, bila kubagua dhehebu, bila kubagua kabila, bila kubagua Maafrika wala aina ya rangi. Wote tushirikiane kwa kuifanya kazi ya Mungu, maana mfalme wa amani ameleta amani. Tukifanya hivyo, Mungu wetu atatukuzwa na baraka zitaonekana kwa maisha yetu. Na Mungu atubariki, atutie Mungu, alete amani mioyoni mwetu, kwenye familia na jamii, na nchi yetu ya Tanzania itawaliwe na amani, halafu ulimwengu wote uwe na amani ukimpokea Yesu Kristo. Kwa jina la Baba